Napenda nichukue fursa hii kukaribisha asubuhi tena leo ambayo ina kibali mbele za Mungu kwa ajili ya kipindi chetu cha njia ya mafanikio. Asubuhi ya leo, katika asubuhi ya mafanikio, ninapenda nizungumze nawe kuhusu siri ya mafanikio ya fedha. Siri ya mafanikio ya fedha ni kufanya kazi kwa bidii na ubunifu na kujiepusha na fedha za haraka kama vile wizi, ujambazi, nasibu, upatu, masoko ya upatu na biashara yote ambayo hakuna kubadilishana kati ya fedha na bidhaa nje ya benki. Mara nyingi watu waliopata fedha haraka kwa namna utajiri wao kudumu, bali pia ulipotea haraka. Katika maisha yangu nimekuwa na marafiki wengi ambao walipata fedha nyingi sana lakini hazikudumu. Wale waliweza kutamba hadi miaka 10 lakini maisha yao ya mwisho yalikuwa mabaya zaidi kuliko hata wasingepata pesa hizo. Swali kubwa la kujiuliza ni kwa nini fedha hazikai? Kila mmoja wetu anatambua kuwa ni rahisi sana kupata fedha wakati wote, lakini vigumu sana kutunza fedha kutokana na mahitaji mengi kuliko uwezo wa kifedha. Katika hali ya tabia ya kawaida ya binadamu, bila mafunzo yote ya kifedha, kadri fedha inapoongezeka ndivyo matumizi yanaongezeka. Ili kuweza kujibu swali hili, Biblia Takatifu kitabu cha Mithali sura 21 mstari wa 20, Mithali 21:20 nasema, kuna hazina ya thamani na mafuta katika nyumba mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Hata hiyo tafsiri nzuri zaidi inaweza kutolewa katika Biblia ya Kiingereza ambayo inasema Mithali, that's Proverb 21:20. There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but the foolish man spendeth it all. Kwa tafsiri yangu, kuna hazina inayotarajiwa na mafuta katika nyumba mwenye hekima, lakini mpumbavu hutumia kila kitu. Nimeweka tafsiri ya ziada ili tuweze kujua chanzo cha sababu ya umaskini katika maisha ya watu wengi bila kujali elimu, nafasi ya kijamii wala uwezo wao wa kiakili. Napenda utambue kuwa kila mwanadamu kwa namna moja au nyingine anapata pesa, hata kwa kiasi kidogo tu. Kitu cha msingi ni uchaguzi wa kutumia zote au kuweka akiba. Mtu mpumbavu foolish akipata fedha yoyote, ndogo au kubwa, basi anatumia yote. Hii ndio kosa kubwa la kutofautisha maskini na matajiri, walionacho na wasionacho. Pesa yote unayopata ni lazima ikutane na mpango wa matumizi ili kuweza kupunguza uwezekano wa kufanya matumizi bila kuwa na mpangilio. Mpango wa matumizi ni jambo la muhimu sana kwa mtu ambaye anataka kuweza kufikia viwango vya juu vya mafanikio ya kifedha. Katika fedha yote unayoipata, hakikisha unakuwa na kiasi fulani ambao unaweka kama akiba. Mara nyingi tunaweka 10% hadi 20% ya fedha yote unayoipata kwa namna yoyote ile. Hii ndio sababu maisha yako unatakiwa kuwa makini sana na fedha ambayo inakuja haraka kupitia mfumo ya kutofanya kazi au biashara, kwa mfano kamari, upatu, desi, wizi, tatumzuka na dabodabo. Watu wengi ambao wamepata fedha kwa namna hiyo ni kama pulizo ambalo linajaa kwa ghafla na pasuka, na mara nyingi linakuwa katika hatari ya kupasuka. Ukisoma Biblia Mithali 13:11 inasema, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Kiingereza naweza kutafsiri Proverb 13:11, wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathered by labor shall increase. Utajiri na mali nzuri ni zile zinazopata kwa kutunza akiba kidogo kidogo mpaka una kiasi kikubwa na si kwa ghafla. Utajiri wa haraka utatoweka kama maandiko yanavyoeleza hapo juu. Hivyo katika hatua ya kwanza ni muhimu kujenga tabia ya kufanya kazi na kuwa na miradi ya kudumu badala ya kutegemea pesa za ujanja. Swali limeelezwa vizuri katika Biblia, kitabu cha Mithali 23 mstari wa 4 mpaka 5. Mithali 23 mstari wa 4 mpaka 5. Biblia inasema, usijitaabishe kupata mali, acha kutegemea akili zako mwenyewe. Je, utavikazia macho vile ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali hujifanyia mabawa kama tai arukaye mbinguni. Kwa Kiingereza, Proverb 23:4-5 says, labor not to be rich, cease from thine own wisdom, with those set high eyes upon that which is not. For riches certainly make themselves wing, they fly away as eagle towards heaven. Utajiri na fedha ni matokeo ya bidii ya biashara na kwa maarifa yote. Fedha ni matokeo na sio chanzo cha utajiri na mafanikio. Katika semina yetu tumeeleza watu kuwa ni muhimu sana kufikiria namna ya kubuni vyanzo vya fedha na sio kutafuta fedha. Fedha na utajiri vina tabia kupaa na kuruka juu sana kama tai kwenda mbinguni. Jitahidi usiangalie kutafuta utajiri na fedha, bali angalia kutafuta ubunifu kwa ajili ya mradi au shughuli ya kufanya ili kuweza kuzalisha fedha. Ni jambo la hatari sana watu kuanza kutafuta mtoto wakati huwezi kutunza ujauzito. Ili kupata mtoto bora ni muhimu kuangalia mambo ya msingi ili mtoto akazaliwe na afya njema. Pia ni muhimu sana kwa sote kuangalia namna ya kumtunza kuku badala ya kukimbilia kuona mayai na kufukuzia mayai. Pesa ni matokeo na inawezekana kufanikiwa kwa kufikiria.
Usihangaike na fedha za haraka kwa kuwa fedha ina tabia kupaa kama tai. Kutokana na mjadala hapo juu, kuna mambo matatu yanasababisha watu kuwa maskini. La kwanza ni fedha bila kutarajiwa. Kwa hiyo hakuna mpango wowote na namna kutumia ili kuweza kuweka akiba. Jambo la pili, kuongeza kwa matumizi baada ya mtu kupata fedha. Hii ni jambo la ajabu sana. Wakati mtu hana fedha, matumizi yake yanakuwa ya kawaida, anaweza kuishi hata hivyo kwa miaka mingi hata hivyo. Lakini siku akipata fedha hata milioni 10, basi anaweza kutumia fedha hizo zote kwa siku 3 tu. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa akizifukuzia fedha badala ya kubuni mipango ya kupata fedha zaidi. Lakini pia mtu huyu anakuwa hajajifunza kanuni ya msingi ya namna ya kutunza fedha. Jambo la tatu ni kutoa kwa Mungu, maskini na jamii kwa ujumla. Kuhusu jambo la tatu, ni muhimu kujua kuwa ili kupata ubunifu ni muhimu kujingamanisha na Mungu. Hivyo katika fedha zote mtu anazopata ni muhimu sana kutoa kiasi fulani cha fedha kama zaka kwa Mungu, jamii au maskini, ambayo inaanzia 10% ya mapato mabaki. Hii inamaanisha kuwa kama unafanya biashara, unachukua mapato, toa gharama ya matumizi na gharama ya mauzo, kiasi kinachobaki unachotoa 10% ya kiasi hicho kinachobaki. Ili kuondokana na changamoto ya kuwa maskini, ni muhimu kutafuta kufuata masharti makubwa matatu, ambayo ni: usiangalie kutafuta fedha kwa haraka, maana zitatoweka, basi usiwe na haraka katika kutumia unapozipata kwa haraka. Usiongeze matumizi unapopata fedha. Jifunze kutunza fedha zaidi badala ya kutumia. Na katika mapato yako yote jifunze kumtolea Mungu, jamii na maskini angalau 10% ya fedha yako. Napenda utambue kuwa maisha haya kama ilivyo usiku na mchana vikomo. Pia wakati wa kupata na kukosa hutokea kwa kila watu wote. Ni muhimu kutambua kwamba wakati wa kupata pesa, basi tunza kwa ajili ya kesho, na wakati wa kukosa, basi tumia unachotunza wakati wa kupata na buni mbinu nyingine zaidi za kupata. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 6, inasema, Mhubiri 3:1-6, kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutombatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupwa. Nyakati zinakwenda zinarudi kadri maisha yetu yanavyokuwa chini ya jua. Napenda kutambua kwa dirisha la fursa au wakati wa jambo lolote lipo kwa kila mtu, na kitu kikubwa ni kumwomba Mungu kwa ujasiri mkubwa, ili wakati mzuri unapokuja juu yetu tuweze kutumia nafasi kwa ajili ya kuinuka na kupata utajiri. Napenda kujua kuwa inahitaji macho ya ndani sana kutokana na uhalisia katika maisha yetu ya kila siku. Mfano ambapo tunapenda kutumia katika semina zetu za mafanikio ni hadithi niliyofundishwa na baba yangu wakati mdogo, lakini katika kukua kwangu nimeona kuwa ni rahisi, ni halisi. Hadithi inasema, mwanzoni miaka 80 hivi kulikuwa na zoezi la kukamata wahujumu uchumi ambao ulidumu hadi mwanzoni mwaka 1985. Baada ya vuguvugu lile kuisha, kulikuwa na watu watatu walienda kulima shamba huko wakimwomba Mungu kwa ajili ya utajiri na mafanikio. Baada ya kumaliza kilimo, walianza safari ya kilomita 6 hivi wakiwa wamepishana kama kilomita 1 hivi. Yule wa kwanza alipita katika sehemu ya bonde moja na kukuta gunia lililojaa vitu ndani. Kutokana na uchovu akati ya gunia lile. Baadaye aliendelea na safari hadi nyumbani kwake bila hata kujiuliza juu ya gunia lile. Yule wa pili alipoona gunia aliangalia na kuliogopa na kusema moyoni, isije ikawa mtu ametegesha sumu au kitu kibaya na kuendelea safari yake nyumbani. Yule wa tatu alipoliona lile gunia akawa na shauku kuona lina nini ndani yake. Aliposogelea na kuanza kulikatakata, akakuta limejaa machapala machafu tu kwa juu. Yule bwana aliendelea kukata lile gunia na ghafla akaona noti za shilingi 100 kama $100,000 ya sasa, lakini nyingi sana, na kadri alipokata gunia ndivyo fedha ilivyokuwa ikitoka. Yule bwana akatafuta mahali na kuficha, na baada ya kuchukua kiasi kingi fedha, maisha ya yule yalibadilika toka hapo na kuwa tajiri sana. Maisha yamejaa fursa nyingi sana, lakini inakuwa zimejificha na zinahitaji mema na tamaa ili kusipata. Watu wengi wameishia kupiga teke inangolewa baraka wao. Fursa zinapotokea hazihitaji majadiliano, bali zinahitaji kuchukua hatua ya haraka na kusonga mbele. Ukichelewa kwenye fursa, kuna watu wengi wametumia fursa hiyo na kuendelea mbele. Hivyo jifunze kukimbilia fursa mara zinapotokea kwa haraka na kuhakikisha unatumia nguvu na maarifa yako kufanikisha hilo. Swala la fursa ni kama tiketi ya ndege ambayo inakuwa na muda wa kuondoka. Mtu akiwa na ndege na akiwa na tiketi ya ndege akachelewa kufika uwanja wa ndege, haijalishi anaenda wapi
amelipa kiasi gani kuchukua tiketi, basi atakuwa ameachwa na ndege. Fursa ni kama ndege zinakuja kila siku katika maisha, na ndizo chanzo mafanikio ya kifedha, na wale walio tayari wanaondoka na kubadilisha maisha yao milele. Kutokana na ukweli kuwa fursa moja huzaa fursa nyingine, basi ndivyo ilivyo, na kuchelewa fursa moja utakuwa umechelewa fursa nyingine nyingi sana mbele. Weka utaratibu wa kutunza akiba na kuhakikisha una taarifa ya fursa mbalimbali katika maisha na kuzikimbilia kwa minajili ya kupata faida kabla wengine hawajafunguka macho na kupata faida ambayo itakupa utajiri na mafanikio. Ndugu msikilizaji, napenda kushukuru kwa somo la leo ambao tumeangalia kwa undani kidogo kuhusu swala zima la siri za mafanikio ya kifedha, kwamba Mungu ametupa neema ya kuwa na fursa mbalimbali. Hiki ni moja kati ya masomo ambayo nimeandika katika kitabu ambacho Mungu amenipa neema kuandika, kinaitwa Upako wa Mafanikio ya Kifedha, nikielezea kuhusu namna ya kuweza kufanikiwa, kuinuka na kuwa tajiri sana katika maisha yako. Napenda upate nakala ya kitabu hicho, kinapatikana katika bookshop zote mjini Dar es Salaam, au unaweza kunipigia simu namba 0784 40 5108, 0784 40 5108, na nikaweza kutumia kitabu au nakala ya kitabu hicho kwa bei rahisi sana. Ninakupenda, ninakuona ukifanikiwa katika maisha yako. Ninajua Mungu amekusudia ufanikiwe, na ndio maana amesema mshike sana elimu, kwa maana huko ndiko tuko siri za maisha. Tambua kwamba watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Ndio maana asubuhi ya leo nikaona tushirikishane maarifa haya ya kujua kwamba kufanikiwa au utajiri ni swala ambalo unaweza kumpata mtu yoyote akiamua kuchukua hatua na kufuata kanuni za msingi za kuweza kuwa tajiri. Ninakupenda, ninakukaribisha tena katika kipindi kijacho cha somo letu ambao tutaendelea kujifunza kwenye kitabu cha Upako wa Mafanikio ya Kifedha. Mungu akubariki. Ninabariki maisha yako kwa jina la Yesu Kristo la hai. Ninakuona mikono yako ikipata neema ya kuweza kufanikiwa kifedha, na ukiinuka katika hatua moja ya kifedha kwenda hatua nyingine ya utukufu. Ninaona maisha yako yakiwa sio vile tena yalivyokuwa mwanzo, bali yakiwa yamejaa heri, yakiwa yamejaa utukufu. Fedha zinakuwa ni sehemu ya uhai wako, sehemu ya kupumua kwako. Hutaishiwa kama utaendelea kufuata katika misingi ya kimungu. Ninaomba Mungu apate kufungua milango kwa ajili ya biashara unayofanya, kwa ajili ya kazi unayofanya, na mafanikio tele katika jina la Yesu. Ninaiombea familia yako iweze kufanikiwa. Ninaomba nafsi yako na roho yako iweze kufanikiwa kama vile ambapo maisha yako yanaweza kufanikiwa. Mungu akubariki. Tukutane safari ijayo. Mimi ni mchungaji Sako Merrick. Ninakupenda na kutakia kila heri katika jina la Yesu.